unaweza ukacheza mpira sana na usiweze kupata matokeo. Kikubwa engo ya kwanza watu wanaangalia ushindi. Alafu ndio watu wanakwenda kuangalia performance. Kwa hiyo ukiangalia Simba kwa jana wamecheza hovyo, lakini mwisho wa siku Simba wameconcede goli moja na wao wakaweza kupata goli moja kwa njia ile ile ambayo Simba alimuua mwenzake kwa upanga na akaja kauliwa kwa upanga. Wote ni kwa njia ambayo ya matuta. Kwa hiyo mimi naamini Simba kwa jana performance yao, kiwango chao kilikuwa ni kibovu mno. Lakini yote kwa yote mpango mikakati ambayo ilikuwepo, Simba wameweza kupata matokeo ya kukodify, lakini sio ndani ya pitch. Jana nguvu ilikuwa sawa, lakini walifaidika na goli la away ambao walilipata. Kwa mimi naamini mechi ya jana Simba waliweza kudominate, kuhakikisha wale mabwana, kwa sababu ukiangalia Simba alishinda sana kutengeneza nafasi nyingi, wakashinda kuzigeuza kuwa magoli. Wale mabwana nao walitengeneza nafasi nyingi light. Kama kungekuwa kuna mtu ambaye ni clinical wa kuweza kutengeneza magoli jana kwa wale mabwana, mbona sasa hivi kila tungekuwa tunaongea hadithi nyingine. Vibanda umiza ingekuwa watu wengi sasa hivi wanaongea huko kwenye kahawa, kila tu tungekuwa tunaongea bali nyingine. Kwa sababu wale mabwana jana unaweza kusema wao ndo walikuwa wako nyumbani, Simba ndo wako ugenini. Walikuwa wako perfect kila kwenye matukio. Kwenye eneo tu la finishing wale mabwana kidogo hawako sawa. Kuna moja hiyo ndugu yangu Lushaina kachekechwa akakubali. Ile striker linetwaje lile? Kamchekecha akakubali katia. Hii umekula nguzo ikarudi. Kwa hiyo yote kwa yote ninaamini kuna kitu Simba wamekwenda kujifundisha kwenye mechi ile ya jana. Wamecheza hovyo, na tukirudi kwenye swali lako kuhusu kocha, siwezi kuamini kwamba Morocco plani zake jana kwenye mechi mbili, yani siku 3 kuingia Simba, zinaweza jana zikawa na impact. Hakuna. Wale wametembea tu na falsafa ambao wanaijua. Siwezi kuamini kwamba, kwa sababu hata Morocco baada ya game alivyofanya mahojiano alisema interest ya wachezaji iko chini mno. Yani upambanaji wa timu upo chini mno. Kwa hiyo mimi naamini kocha kuna kitu kakiona, lakini kwangu mimi lai naomba uongozi wa Simba ujitahidi sana na kuleta kocha mwingine. Simba unayoitazama ndio Simba ile ya kimataifa au ni Simba tofauti? Simba mimi naamini kwamba Simba ya kimataifa na Simba NBC huwa ni Simba mbili tofauti. Kuna vitu Simba anaweza asikuofe kwa kiwango kikubwa sana kwenye klabu bingwa, lakini anapata matokeo. Kwa hiyo ni jinsi gani klabu bingwa watu wanacheza kwa mikakati. Sasa mimi huwa naenda kuwajaji Simba, timu inapokuwa na mpira wana react vipi, timu inapokuwa haina mpira wana react vipi. Kwa unawaona wachezaji kama wanakabia macho. Wewe angalia timu jana ile. Kuna movement ambazo unasema hawa mabwana mwanangu ni hatari, lakini wachezaji wa Simba wanaotengeneza wale mabwana waonekane kiungo. Kwa sababu unamuangalia mtu kama Kagoma, ukimwangalia na mtu kama Alassane Kante, wale wote ni viungo wakata umeme. Yani wanacheza asili moja. Sasa kuna vitu wanaweza wasikuofe. Kwa hii yote ni jicho la kiufundi. Kwa wanalazimishwa, kwa sababu ukiangalia kwenye benchi utamuingiza nani? Ndivyo. Simba haina kikosi kipana, kwa sababu tuna mchezaji mmoja ametoka Coast anaitwa Semfuko. Mpaka leo maskini ya Mungu unaweza kusema yule kasajiliwa au alikuja pale kufanya shughuli gani. Muingize kwenye mechi kama ile pale, tumwangalie naye ana kitu gani cha kufanya. Au hata kwenye mechi za ligi muangalie ana kitu gani. Sababu mimi naamini yule dogo pia ni mzuri, akitengeneza ile kujiamini. Ndio haya ambayo tunayaona sasa hivi kwa Azizi Ndambwile. Mimi naamini Simba tunacheza kimkakati zaidi kwenye haya mashindano, lakini bado wachezaji wanashindwa kujitoa. Yani kuna vitu kama wachezaji wako bado wako pre-season hivi, ukiwaangalia kama vile kuna kitu kama wanaidai Simba. Kwa hiyo mimi bado sijaelewa Simba kuna shida gani. Lakini ukiwaangalia vijana ni wachezaji ambao wana vipaji. Ni wachezaji ambao wana vitu. Huyu Jonathan Soa ambaye tulimtoa Singida kumleta hapa, kuna vitu unaweza kusema au sio yeye. Lakini yote kwa yote mimi naamini acha tuendelee kuwapa muda. Naamini kuna vitu vizuri vitakuja baadaye. Unavyoitazama Simba wachezaji namna walivyo, wachezaji ni wakubwa sana wamesajiliwa ndani ya Simba. Pengine wanahitaji fitness au ni shida ipo kwa upande wa mwalimu? Hayupo kwamba waweza kuwapangilia vizuri. Wachezaji wa Simba kitu kikubwa ni fitness. Ukiangalia kwanza wanavyojigonga gonga. Wewe muangalie Limpanzu. Mpira nao piga hapo na hapa, hata mtoto alizaliwa leo na nyaka. Nguvu. Mipira ile unakumbuka mpira alopiga hapo na wale wa Misri. Tunafunga goli 2 hapa. Tunakwenda nusu finali.
alipiga shuti ambayo ilikuwa linatambaa, golikipa alikwenda kuangalia. Mpira ulikaa kwenye mguu vizuri. Alipiga mashine ya maana, anatuandikia goli la kwanza. Kwa mimi naamini kuna kitu ndani ya Simba hakiko sawa. Yaani kwanza fitness. Wewe kwani huyu Elim Panzu amekwenda dakika za mwisho pre-season. Kip Dennis ndo hajaenda kabisa dakika za mwisho anakwenda kule. Kwa hiyo ukiangalia bado akili zao mimi nahisi kama ziko pre-season hivi. Waendelee kuwafua kweli kweli. Waambiwa hawa wachezaji nyinyi mpo kazini. Akili zenu ziwekeni hapa. Concentration kwenye mpira ndio inatakiwa. Akili iwe ndani ya kwenye kile kitu unachokifanya. Kwa mimi naamini ndio maana nikasema tusijaribu kupiga kelele sana. Mimi naamini kuna kitu kizuri ndani ya Simba kitakuja kwa sababu tuna wachezaji wale. Wachezaji wameondoka 4 tu. Lakini ukiangalia kuna maeneo bado tunawamisi mtu kama Fabrice Luamba Ngoma. Yaani unaona kabisa pengo lake lipo. Mzee wa pass lunge. Yaani pasi inatoka chini mpaka inamfikia mtu namba 10, imefika imenyoka na ni pasi elekezi. Kwa hiyo huyo mtu bado sisi tunamisi kwa sababu mtu kama Yusuf Kagoma ni mchezaji mzuri, mimi namheshimu, lakini sio mzuri sana kwenye kupiga pasi. Ndivyo. Ukimplace sana Yusuf Kagoma ujue muda wote kadi nyekundu lazima aichukue. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ndani ya Simba bado havijakaa. Kitu fitness Simba ndio inasumbua. Kwa jinsi Simba ilivyo sasa hivi na pressure yao ilivyo, wanaweza wakampata mwalimu ambaye anaweza kaifanya Simba sasa hivi ikakaa katika sehemu salama. Lazima ampate mwalimu ambaye ana CV nzuri, ambaye yeye ni mkubwa ndiye wachezaji. Sasa unamleta kocha ambaye ukimlinganisha hata na Delok yeye ni mkubwa kuliko huyo kocha. Kwa hiyo which is which. Kwa hiyo lazima umpate kocha ambaye ana CV nzuri, anapomuita Elim Panzu fanya hivi, Luka Koni zaidi ya mara fulani hivi na hivi. Kwa hiyo anajua kabisa natii kwamba kweli nimekutana na mwalimu ambaye ni top kwenye viwango vya ukochi. Si ndivyo? Lakini sio Morocco pale tutaendelea kumpigia kelele japo amekaa tu kama nukta. Muda wote unaweza kuifuta. Kwa mimi naamini lazima Simba wafanye haraka kumleta kocha kabla hatujapata opponent ambaye anaweza kuja kuziwini weakness zetu na kuweza kuja kutuadhibu. Naam. Jonathan Soa bado anaendelea kufanya yale ambayo akiyafanya na alimanusu apate nyekundu. Kwa nini Jonathan anaendelea kwa hivyo? Kuna vitu ambavyo mchezaji yoyote vikikaa kichwani akakosa kwenda kufanywa counseling, basi anaweza kufanya makosa kila siku yale ya kujiendeleza. Sababu jana kama refa mimi nafikiri alituonea huruma tu. Ashadunda mpira. Ile ilikuwa nakula umeme. Sababu tayari na njano. Sio ndivyo? Kwa hiyo mimi naamini kuna vitu havijakaa sawa. Bernard Morrison yule pale. Tabia ile ilikuwa Yanga kayamisha Simba. Yaani vile ovyo. Tulikuwa tunaona. Kwa hiyo damu mtu mwenye tabia yake yani ikiwa moyoni ipo, inahitajika kila siku watu wasichoke kumweza kumkumbusha Jonathan Soa. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, lakini kuna moment ambazo anazifanya ndani ya uwanja kidogo hazifurahishi. Kwenye kutenda kazi uwanjani, mimi siwezi kumlaumu Jonathan Soa hata siku moja. Tumemkosa mtu pale juu ambaye ni kiunganishi au ni mbunifu, playmaker, mtu ambaye yeye ndo tunatakiwa mfumo tuone unaanzia kwake, aibebe timu kama upande wa pili tunavyoona Pacome Zouzoua. Kwa hiyo mimi naamini haya yote kocha aliyopigia kelele Fadlu Davis tunayaona, alipiga kelele mwanzo kabisa, namtaka Pacome, namtaka Faisali, watu wakasema tutamleta. Hamna hela nyinyi mnajiahidi hadi vipi bwana? Kocha huyu akaona huu mzigo. Siwezi kutembea na zigo la misumari mimi. Mzigo wa misumari unabeba kichwani afu kichwa chako kina upala, utaumia. Kwa hiyo mimi naamini yeye aliamua kwenda sehemu salama kwa sababu watu hawaambiliki. Wewe unahitaji kucheza mpira upate manufaa. Lete wachezaji ambao unaona kabisa hawa ni clinical, hawa ni key players. Hawa ni wachezaji ambao wanaweza kwenda kusababisha timu ikacheza. Ndivyo? Mimi naamini Simba bado hawajachelewa kumpata kocha ambaye ni mzuri na ambaye ana uwezo wa kwenda kubadilisha wachezaji baadhi ili wakaingia kwenye maeneo ambayo ni sahihi. Mpaka sasa hivi Simba umeshaona picha ya kwamba unaiona wapi katika michuano ya klabu bingwa? Simba kwenye maisha ya klabu bingwa kuna maisha tayari yamejitengenezea. Ila kama mimi, to me, Sam Simba, sioni Simba ikiingia robo finali. Kwa sababu sasa hivi tunaenda kucheza na timu moja inaitwa Silver sijui nini, iko Namibia, ambao ni yani hawa Gaborone tucheza nao tulikuwa wanatuzidi kwenye kuprocess mpira. Sasa ni ukanda ule
ni majirani. Kwa hiyo wale Namibia kidogo wako juu. Sasa tukienda na huu ubovu huu wa kukabia kwa macho, wachezaji wetu wanakaba kwa macho, wanashindwa kujituma, alafu tarehe 30 wanapokea mishahara bila kuwaambia, bila kuwafokea, wataenda kututia majaribuni sana. Kwa sababu mimi nimeweka kiwango cha robo finali hatufiki. Inaweza pia tusifike huko ambako mimi nafikiria. Kwa sababu hii ndio mechi ya mwisho. Twende kwenye makundi. Tukishinda hii hapa home na wewe, tukishindwa hii tunaenda kuadhibiwa. Ya, tusipoweza kufanya yale matukio ambayo tunahitaji kuyafanya ndani ya Simba, tunaweza tukaadhibiwa. Hata kule mimi nilikowekea robo finali tusifike na tusifike. Kwa sababu tunacheza klabu bingwa, hatuchezi shirikisho. Ndivyo? Hatuchezi timu za loser kule. Huku tunacheza klabu bingwa. Kwa hiyo ni lazima tuwe tunafanya vitu kwa usahihi. Tusitengeneze makosa ya kujirudia. Tuhakikishe wachezaji kama wakina Elimpanzu, Kip Dennis, Jean Chazewa waende kufanya maamuzi sahihi kwenye maeneo sahihi ili kuipambania timu kwa 100% tuweze kupata matokeo ya sisi mashabiki kutoka jasho za miguu. Hatuhitaji hivyo vitu. Tunahitaji mtu unacheka, umekaa sehemu, unaenjoy kwamba timu hii inacheza. Unaiangalia kabisa timu, selection ya timu jinsi ambavyo ina build up chini, tunaenda kupata goli. Moment zote wachezaji wanakuofa kile kitu ambacho unahitaji. Kuiona Simba ile tulioizoea. Wakati huu kama akipatikana mwalimu mpya, unadhani ule mfumo ambao unataka aende nao Fadlu Davids unaweza kawa ndio huo au anaweza kubadilisha na haiwezi kuwa mbaya kwa upande wa Simba nyakati hizi? Mimi naamini kila kocha anakuja na mifumo yake ili yeye aangalie kile alichokisomea kinawaingia wachezaji na mimi niweze kupata kwa sababu unapokuja kocha kwenye nchi fulani, klabu fulani, unaenda kufanya vitu sahihi ili kuwapa baadhi ya timu kuweza kukuona na kuweza kujua wewe hata kama hawa wakikuacha mimi utakuja ishi hapa kwangu. Si hawa Raja Casablanca. Huyu mwalimu alikuwa ni second coach. Anatoka pale Raja, anakuja Simba. Leo hii amekwenda pale kama head coach. Sijui unaelewa? Kwa hiyo kuna kitu ambacho amekiona hapa, ameimprove ndani ya Simba. Kwa hiyo kocha anapokuja, anakuja na plani yake kwenye klabu kubwa kama Simba. Anaingia na mfumo gani ambao unaweza kuwaona wachezaji kwanza viwango vyao vipo chini na kuja kuwafanyaje ili kuweza kuinua viwango vyao. Mfano mzuri ni Yanga wakati Gamondi anaondoka. Ukiangalia fitness ya wachezaji wa Dar es Salaam Africans, kipindi Gamondi yule analeta madudu wakamtimua, viwango vya wachezaji vilikuwa chini. Amekuja Hemdi yule akajaribu kuinua wachezaji na kurudi kwenye level yao na kuweza kutangaza kuwa mabingwa wapya wa NBC. Kwa hiyo inahitajika na kocha anavyoingia Simba mpya atakuja kuona madudu ambayo yamekuja kufanyika. Wachezaji viwango vyao vipo chini, sio kwamba uwezo hawana. Uwezo wanao lakini fitness hakuna. Sasa ni lazima wapate kocha wa fitness kwanza. Ajaribu kuweka sawa. Huyu wa sasa hivi hamna kitu brother. Hamna kitu. Hamna kitu kabisa. Wachezaji kama vile hawajaenda pre-season, waliokotana tu. Wewe njoo tayari ligi shaanza, wewe njoo. Kama walikuwa hawapo compact Misri. Sasa unajiuliza Misri waenda kufanya nini? Sasa wazao wangebaki tu hapa. Hata wangeenda hapo Manungu kuweka pre-season. Ingekuwa pia ni vizuri kuliko ni kuharibu hela, pesa nyingi. Alafu kuja hapa timu inacheza muunganiko ambao sio, ambao haumpi impact hata shabiki yoyote kufurahi kile kitu Simba ambacho wanakifanya. Naam. Bado tuwazungumzie Young Africans ambao tayari na wao wameshaingia katika hatua inayofuata kwa kuwashinda kwa kupata goli 3 ugenini, 2 nyumbani. Young Africans nataka tumzungumzie kocha wao Romain Folz. Ni mapema kwamba avumiliwe au kocha yule pale hafai kuwa ndani ya Young Africans, kwa maana mpaka sasa hivi hatujaona utambulisho wake, yeye ni kocha wa aina gani? Kwa kweli unamtazamaje kocha Romain Folz? Kwanza mashabiki mimi nashindwa kuelewa wanahitaji nini kwenye timu. Sababu jambo la kwanza, kocha kuna malengo ambayo anapewa na timu. Tunahitaji kumfunga Mtani. Unamjua Mtani? Hapana. Bwana, kuna klabu inaitwa Simba tunataka tumfunge. Hayo ni malengo. Tunahitaji tufike sisi kwenye level klabu bingwa level fulani. Si ndivyo? Kama malengo ya klabu yao walivyoongea ni kufika makundi. Si ndivyo? Sasa siwezi kujua, kila kocha anakuja na mikakati. Na sio kila timu wewe Yanga atadominate kwenye game. Yeye kuwa bora kwenye jambo. Hapana. Anaweza akakutana na mpinzani ambaye ni bora kuliko Yanga. Lakini Yanga kikubwa ni kupata matokeo. Mechi ya kwanza kabisa tunaiona Yanga ni live. Tumeiona Rwanda. Yanga anacheza
ilikuwa na Lion yeah. Azizi Ndambwile anapiga mpira back pass, Djigui Diarra alikuwa amevutika upande mmoja, chuma. Yanga anafanya comeback ya goli 3. Yanga anatoka na ushindi. Ndivyo. Ukiangalia Yanga mechi iliyofuata wamecheza hapa na Bandari. Yanga wamepata matokeo. Yanga wamecheza mpira mzuri. Si ndivyo? Sasa wamekuja mechi iliyokuja kufuata wamecheza na Mtani. Si ndivyo? Wamepata matokeo. Mechi Yanga wakasafiri siku 3. Mechi ina maana Yanga kwenye tamasha ilikuwa tarehe 12. Tarehe 12 tarehe 16 akacheza na Mtani. Si ndivyo? Wakacheza na Mtani tarehe 17 Yanga alfajiri wamesafiri kwenda wameenda Angola. Wamecheza tarehe 17, tarehe 19. 19, 20, 21, 22 wamekuja kucheza hapa wamekuja kucheza na Pamba. Wamekaa siku kadhaa wamekuja kucheza mechi ya marudiano. Kwa hiyo ukiangalia muda mdogo lakini Yanga ame-maintain kupata matokeo. Sasa Yanga hajakosidi goli hata moja katika hizo mechi. Ni mechi goli moja tu ambayo iliruhusu kule Rwanda. Rwanda dhidi ya Rayon Sports, ndivyo. Lakini mpaka sasa hivi ukiangalia kuna baadhi ya mashabiki wanakosa raha, wanapiga mayowe na huyu kocha. Mimi nashindwa kuelewa kitu gani ambacho anakihitaji. Option ya kwanza kwenye timu ni matokeo. Ndivyo, unakuja kuangalia performance. Je, kitu gani ambacho anakitengeneza muunganiko Roman ndani ya Yanga? Angalia sabu anazokwenda kuzifanya. Dakika 45 za kwanza anacheza, inategemeana na opponent ambaye anakutana naye. Kwenye approach ya kwake yeye anaoipanga kwamba nitaenda kucheza, nitaenda kumwataki mpinzani. Kwa hiyo mashabiki wa Dar es Salaam Africans wajaribu kuwa wavumilivu. Kwa sababu ukimwangalia kocha anapokwenda kufanya sabu dakika 45 za kwanza huwa hata mimi namuona kama vile haingii kwenye ule mfumo ambao yeye anahitaji. Na pia inatokana na opponent anaokwenda kukutana naye. Wewe unaweza ukapanga mimi leo niende dominate game. Unamkuta mpinzani wako anaingia na plani ambayo tofauti na wewe uliokuwa umeipanga. Wewe unataka kudominate game. Yeye anakuja na long pass. Kwa hiyo ina maana anakwenda kukuvuruga. Ili kumuwini lazima ufanye sabu. Na ndio kitu ambacho anakifanya kipindi cha pili, anapata matokeo. Sasa unakujaje kumuongelea huyu kocha kwamba yeye hayupo sawa? Kwa hiyo ndio maana mimi nasema mashabiki wa Yanga wasiingizwe mkenge. Wenye maamuzi ya kumuona huyu kocha hafai na kuweza kwamba kutoa, wasimuingize pressure uongozi wala kocha. Kwa sababu kelele nyingi mimi naamini zinampoteza mbwa. Wajaribu kuvumilia hata angalau hata miezi miwili huyu kocha. Nini ambacho kinaingia kwa wachezaji? Mechi takriban 9 ukijumlisha za pre-season. Bado yeye kocha Romeni hajaonesha kwamba kama ambavyo alikuwa anaonesha Gamondi aliingia mapema tu, watu walikuwa wanakula 5-5. Umeingia Lamovic wakati walikuwa wanaonekana ni gusa achia twende kwao. Lakini yeye mpaka sasa hivi haijaonekana hii. Hii huenda ndio kaanza na wapa pressure mashabiki wa Yanga kwamba kwa nini vitu kama hivi hatuvioni. Wasikalili kwa sababu timu hii Yanga msimu ule wa kwanza kabisa anakuja Nasri Nabi. Walipiga kelele mashabiki. Wakati yule bwana anaingiza mifumo Yanga na kocha akaambiaje, naombeni mnipe muda miezi 3. Watu wakapiga kelele sana. Watu walikuwa wanahitaji Nabi afukuzwe kwenye mechi ya Klabu Afrikeni hapa baada ya kutoka sare. Unakumbuka ile mechi? Walianika wapiga kelele sana mashabiki. Lakini alienda kuwafunga midomo baada ya kwenda kule Tunis. Akaweza kuwatoa Klabu Afrikeni, Yanga kao wakaingia makundi. Kwa hiyo mimi naamini hata huyu kocha kuna vitu anakuja kutengeneza Yanga mpya. Kuja kuitengeneza Yanga katika mifumo. Na hawa waliokuja Gamondi, amekuja Moviki, amekuja Hamdu, ina maana tayari walishaikuta Yanga iko kwenye mzizi wa Nabi. Yaani tayari Yanga ilikuwa ishatengenezea standard level. Hata mimi ilikuwa Yanga ile naifundisha. Ilikuwa nachukua tu namweka pale twendeni tukawashambulie. Si ndivyo? Kwa hiyo hata huyu pia anapata tabu kutengeneza setup ya timu. Lakini mimi naamini ikikaa level kila mtu atamkubali kwa kile kitu ambacho anakifanya ukocha. Mimi hapa kama mtu ambaye na ufahamu mpira namuona kuna kitu ambacho anakitengeneza Yanga. Ila ni swala la muda tu. Na ndo tulivyo mpira sasa hivi. Hatu hawahitaji kutoa muda kwa mwalimu au kutoa muda kwa mchezaji. Sisi tunahitaji tu kama chumvi kwenye mboga. Naam. Yanga hii sasa hivi ni kweli Pacome Zouzoua Yanga ipo mabegani mwake. Ni lazima kila timu, yani kila timu
ina mtu ambaye ndio ufunguo wa timu. Timu imezidiwa. Kwa hiyo tunakuwa sasa tunamwamia vipi Pacome? Ndio pale watu wengi wanakuja kumfananisha Pacome na Jean Charles Ahoua. Which is which brother? Pacome anao funguo ya kuweza kuifanya timu sasa iweze kupata matokeo. Wewe umeona juzi build up ile, kwa sababu kocha baada ya kumuingiza Kouma pale juu ilibidi Pacome ashuke chini. Aliposhuka chini, angalia ile build up iliyotoka kwa Azizi Ndambwile. Ilipigwa pasi, akaja akaikuta Shahani ndo akamwekea Pacome. Pacome akamwekea Andy Boyeli, akamwambia Andy Boyeli, nishikie mpira wangu mimi nakaa pale niwekee. Iliwekwa pale, Pacome akaweka kwenye kamba. Mechi imefanyaje? Imekwisha. Azizi Ndambwile akaja kuweka goli la pili. Lakini mechi ilikwisha baada ya goli la Pacome kuwekwa. Baada sasa wale wa Angola kuona sasa Yanga anakuja baada ya kusimama ile striker asili, pure striker asili ambaye Andy Boyeli alikuwa anasumbua hata wale mabwana kupanda, akawa anaona shida. Tumeletewa mtu ambaye anasimama. Alafu sasa Pacome akawa anamjua lile jini linataka nini. Kamwekea, kampa, kaweka. Na hata ukiangalia kule Rwanda shughuli ilianza vile vile. Pacome alichukua mpira, akamwangalia Andy Boyeli, akamwekea Andy Boyeli, akadribble ya kwanza, ya pili akaweka. Si ndivyo? Goli la pili Boyeli tena akachukua mpira, akamwekea Pacome akaweka. Kwa hiyo ukiangalia ni watu ambao tayari wametengeneza cream pale juu. Kwa hiyo yote kwa yote mimi naamini mashabiki wa Yanga, wa Simba, wao wana uvumilivu. Timu kama vile hazijaanza vizuri, lakini kuna kitu kinaenda ndani kuingia kwa wachezaji. Naam. Yanga anaenda tena kuanzia ugenini kule nchini Malawi. Huenda sasa tukashuhudia tena kile alichokifanya huko Angola kaenda kufanyika tena kule Malawi, na Yanga kujiendeleza kukaa katika sehemu nzuri. Kikubwa kwanza ni kwenda kumheshimu. Watu usije ukasema Malawi timu mbovu sijui nini. Kikubwa mimi kama maoni yangu Sam Simba, kwenda kwa management ya Yanga, benchi la ufundi, ni kuto kumwandalite mpinzani unaokwenda kukutana naye. Mheshimu kama unaenda kukutana na dude kubwa. Usimdharau mtu. Simba alimdharau timu moja inaitwa UD Songo kutoka Msumbiji tu. Kilichotukuta Mungu ndo anajua. Na kocha tulitimua. Kila mtu anatulishikana mashati. Kwa hiyo sihitaji, au maoni yangu mimi kama mdau kuitetea bendera, sihitaji kuona Yanga wanakwenda kuwadharau hao wanaitwa Silver sijui striker Liver sijui. Wa Malawi ni timu ambayo ukikompare na Yanga ni timu ndogo, lakini udogo sio sababu ya kuweza wewe kukufunga. Kikubwa kinahitajika spirit kubwa wachezaji kujua hii ni klabu bingwa, kuhakikisha kupata matokeo katika mechi. Nadhani kwa mwenendo huu Young Africans walionao wanaweza wakafika mbali kama wanavyohitaji wao kufika katika hatua ya makundi. Of course mimi naona bado nafasi ipo kubwa tu. Kikubwa ni kuhakikisha matokeo walioyapata kwa wa Angola kama hakuna kitu kilichotokea. Si ndivyo? Wameshinda away goli 3, clean sheet nzuri kabisa. Wamekuja kushinda goli 2 uwanja wa nyumbani, clean sheet nzuri kabisa. Haya matokeo hayasahau kama wanaenda kuanza moja kwenye mechi ya Malawi. Ni jinsi gani ambavyo wale wenyewe watatatemeka kwamba hii ni klabu ya Yanga 22-23 wa mabwana walicheza finali ya kombe la CAF la shirikisho. Si ndivyo? Hawa ndio mabingwa mara 31 Tanzania. Hawa ndio watu wamewafunga Simba mara 6. Hawa ndio wachezaji ambao wanajitoa kwa asilimia kubwa. Si ndivyo? Pacome Zouzoua ndo nani? Ndo yule. Kwa hiyo wale wenyewe kwanza ukisikia wanakwenda kucheza na Yanga, tayari washaingia kwenye pressure kubwa. Kwa hiyo kikubwa ni wachezaji wa Yanga kwenda kutimiza yale ambayo wanapewa maelekezo na kocha. Mimi nawapa asilimia kubwa sana Yanga kushinda nje ya uwanja, lakini kwenye pitch chochote kinawezekana. Kikubwa ni wachezaji kujitoa kwa asilimia kubwa. Mpaka sasa hivi unaliona pengo la Halid Aucho ndani ya Young Africans? Of course, mimi kwangu mimi kama mtu wa mpira bado pengo la Halid Aucho naliona, kwa sababu naifahamu Yanga vizuri. Pale hakuna mtu mtuliza timu. Yaani hilo ni lazima tuliongee. Na hata huyu sasa hivi Azizi Ndambwile ni mchezaji ambaye ni mzuri. Anajitoa kwa asilimia kubwa. Kuna matukio anafanya kwa usahihi, lakini bado mimi simuamini. Simuamini kwa sababu ya vitu ambavyo nimemuona toka awali. Lakini ni mchezaji ambaye akitengeneza consistency hii anayoenda nayo, asidrop, azidi kuongeza hiki ambacho anatuonesha, ndio atakuja kupata mikoba
ile ambayo tumezoea, sababu pale namba 6 hakuna mtu mtuliza timu. Yani hata sometimes wewe unamuona kama ana mapepe. Kuna vitu ambavyo anavyo. Lakini Khalid Aucho pasi, anapiga pasi za usahihi, haruhusu Ibrahim Baka, Dickson Jobu kufikiwa. Sasa hivi ukimwangalia Djigui Diarra, uwezo wake binafsi ndo unambeba. Wanamfikia mara nyingi sana. Angalia mechi ya Simba, nafasi za wazi Simba wanazikosa, na uwezo binafsi wa Djigui Diarra 1v1 anakwenda kucheza ile mipira. Shomari Kapombe anakuja kucheza kumzuia Shomari Kapombe, anakuja kucheza anamzuia mtu kama Kip Dennis, si ndivyo? Haya, ukiwaangalia wapinzani waliocheza nao juzi wa Angola, zinapigwa nyingi, Djigui Diarra ana save. Kwa hiyo yote kuna ufanisi pale namba 6 kidogo haupo sahihi. Lakini sisemi kwamba eti Aziz Ndambwile ni mchezaji mbaya, ni mzuri mno, lakini umenijaribu kunigusia kwamba nimlinganishe Aziz Ndambwile pamoja na Khalid Aucho. Hapana, bado pengo la Khalid Aucho Yanga linaonekana wazi. Kwa hiyo ni maoni yangu, linaonekana wazi. Lakini sasa maisha lazima yaendelee bila Khalid Aucho ndani ya Yanga. Lazima tuwatengeneze wachezaji waangalie profile ya mtu ambaye yupo, aliokuwa hayupo, kwamba maisha aliokuwa anaishi. Na ndio maana mimi kuna clip ambayo niliongelea kwamba Yanga ilikuwa ni mapema sana kumwacha Khalid Aucho. Ilikuwa inataika hata huyu Musa Balakonte anapokuja, hata huyu Azizi, waishi na yule mtu huyu, awe kama role model wao. Jamani, mnamuona huyu anavyocheza? Hii ndio style ambayo tunahitaji namba 6 wa namna gani. Nenda kafanya yule kakako alichokifanya. Hata ukiangalia Real Madrid, amekuja kama vinga pale, alikuwa apewe nafasi moja kwa moja. Alikuwa anaangalia vitu ambavyo mtu alikuwa anavifanya, mtu mtaalamu pale. Ameondoka ndo kama vinga, sasa hivi ndo kila kitu. Kwa hiyo mimi naamini tayari lazima maisha yaendelee bila Khalid Aucho. Aziz Ndambwile kuna vitu anavijua kabisa kwamba kakaangu alikuwepo hapa, alikuwa ananyima namba, na mimi hii nafasi nimeipata, lazima niwaonyeshe wana Yanga kwamba mimi nimesajiliwa kwa Yanga na Yanga kwa sababu gani. Si ndivyo? Na mimi naamini endapo gari litawaka la huyu Musa Balakonte, kwa sababu bado kuna vitu vingi havipo sawa. Yule amekuja, ni sio mchezaji ambaye ataingia moja kwa moja kwenye kikosi. Lazima atapewa nafasi taratibu. Sababu mimi pia ni mtu wa kuweza kumtetea na ushahidi vitu vikubwa navyo Musa Balakonte, lakini mifumo ya mwalimu, vyakula, hali ya hewa kidogo vinaweza vikakuhamisha sehemu moja. Kwa hiyo apewe muda, atakuja kuwa mchezaji mzuri na atakuja kuwa tegemezi sana Musa Balakonte. Kwa kumalizia, nataka tuzungumzie kuhusiana na walichokifanya viongozi wa Young Africans katika msiba wa washabiki wao, mshabiki wa Yanga aliyekuwa anaitwa Bubu Yanga. Young Africans wameshiriki 100% katika mazishi ya msiba huo. Pengine kama mwana mchezo unazungumzia hili swala ambalo umelifanya Young Africans. Yaani mimi sina cha kuwalipa wale, kuwashukuru sababu ni jambo zuri sana unapokwenda kumstiri binadamu wenzako bila kujali cheo chako, umaarufu wako. Mwenyezi Mungu anakulipa, kwa sababu dini ya Kiislamu anasema kuna vitu vitatu vya umuhimu sana vikitokea vifanyike kwa wakati: kumstiri mtu ambaye tayari amefariki, mtu ambaye anahitaji kuslimu, si ndivyo, na kuoa. Hivyo ni vitu ambavyo vinahitajika vifanyike kwa haraka. Kwa hiyo ukija kwenye swala la viongozi wa Yanga kushiriki, mi no doubt kwenye kushiriki kwenye masuala ya kijamii, no doubt, kwa sababu watu wanawacheka sana Yanga kwenye swala la kusema sijui supu, sijui nini. Ile ni motivation kwa mashabiki, kuwavuta wanakuwa karibu na uongozi wao. Kwa hiki ambacho wamekifanya jana ni swala zuri kabisa, kwa sababu wanaonekana wanaishi vipi. Yani hii ni picha inaonesha kabisa uongozi wa Yanga wako vipi na mashabiki wao, wanachama wao, mafansi wao. Wanaona kabisa nao wameumia kwa kile kitendo ambacho kimetokea, kwa sababu hatuwezi kusema ni kwa nini limetokea. Tunasema Mwenyezi Mungu ametimiza yale mipango yake, imetimia. Kikubwa ni kumshukuru kwa sababu ni kijana wetu, tumemzoea Bubu, ana masiala, tunacheka, tunafurahi, lakini leo Mwenyezi Mungu amesema hata njoo. Sisi tunasema alhamdulillah, kwa sababu yaliyotokea yeye mwenyewe ndo anajua. Viongozi wa Yanga wanakwenda kujumuika na watu bila kujali umaarufu wao, bila kujali vyeo vyao, wao wanaingia katika sehemu zile. Unaona aniweta wewe hata umefiwa unafarijika kwamba okay, hawa ni watu sahihi katika maisha ya kibinadamu. Kwa hiyo mimi niwaombee
uwawe na mwendelezo wa matukio, wasiangalie tu nani imekuwa hivi, kwa nani imekuwa hivi. Hata ukisikia Sam Simba amefariki pia, hata kama niko upande wa pili, wajitokeze. Na mimi pia nitafarijika, hata kama ndugu zangu wajue kweli huyu mtu alikuwepo, ni mtu wa mpira. Mimi siko pande yoyote, yani kwamba niongelee ubaya huku hapana. Ikitokea mtu una nafasi ya kufanya hiki, basi jaribu na wewe kushiriki. Usijitenge. Jaribu kujoin na wenzako kwenye swala hili la kijamii, kwa sababu kila mtu, ile ni safari ya kila mtu. Hii inaweza ikafanya mashabiki kuwa karibu na timu yao bila shida. Na hii ndo kila siku naongea kwamba hii yengo ndo Yanga wametuzidi. Yani Yanga wametuzidi kwenye eneo la uongozi, hapo karibu na mashabiki wao. Hii haina kificho, kwa sababu leo hii ukiangalia kuna tukio lolote linatokea pale ndani ya Jangwani, basi ujue mashabiki wao wako pembeni, wanachama wao wako pembeni, mafans wao wako pembeni. Kwa hiyo hii inawatengenezea motivate kujitoa kwa asilimia kubwa, na ndo maana kwenye mapato ya kadi za usajili wa wanachama Yanga wako juu, wanashawishiwa na haya ambayo yanaendelea. Mimi nawapa viongozi wa Yanga kongole, pongezi kubwa sana kwa hilo wanaolifanya. Naam. Shukrani sana. Asante sana kaka. Na pia kumalizia kwa wadau wangu kwenye eneo la namba ya simu ya kuhusu mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook. Namba zangu mimi ni 0694 285330. Hizo namba zangu ambazo mimi napajika. Unaweza ukanipigia simu, tunabadilishana mawazo. Hakuna mtu ambaye anafahamu kila kitu. Mimi naweza kuna kitu nakijua wewe ukijui, kuna kitu wewe unakijua mimi sikijui. Tunabadilishana mawazo. Huu ndio wigo mpana, maana halisi ya kuwa pamoja kama wana michezo. Bwana, mimi nawaheshimu sana mashabiki zangu wa Sam Simba. Usiwe na hofu, muda wowote unaweza ukanipigia simu tukaweza kujoin mawili matatu. Haya ndo maisha, na maisha yetu si kama binadamu, ni mafupi sana. Haina haja kutukanana, kuzodoana. Kikubwa tufurahi, tupendane. Hata Mwenyezi Mungu anapenda hilo. Asante sana. Asante sana brother.